Ndugu mtazamaji unayenitazama kwa muda huu, popote pale unapopatikana, na kusalimia katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Mbele yako na mbele ya simu yako ama mbele ya TV yako ni wako mchungaji Christopher Zigi kutoka kanisa la Mji wa Makimbilio. Nimekuja hapa kwa lengo maalum la kukualika kuja kuhudhuria kwenye kongamano letu la ibada ya maombezi maalum kwa wagonjwa kwa mkoa wetu wa Kigoma na pia kwa taifa letu lote Tanzania kwa ujumla. Hili ni kongamano, tuiombee serikali yetu, tuiombee nchi yetu Tanzania, lakini pia tuombee mkoa wetu wa Kigoma. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sasa hivi hawajaelewa kuna hali fulani ya kiroho ambayo inaendelea. Kuna upepo fulani ambao shetani anatamani kuuzusha katika nchi hii, ambao huu upepo unaweza kuleta shida baadaye. Mungu amesema tuungane wote kama mtu mmoja, kama kitu kimoja, tuweze kupaza sauti zetu kwa pamoja, tumuombe Mungu amalizane na hizi shida ndogo ndogo. Lakini pia zaidi sana kwa mkoa wetu wa Kigoma tunakabiliana na shida mbalimbali na nyingi sana. Mara mashamba hayazai, mara mifugo haiendelei, mara biashara hazikai, watu wana maisha magumu sana. Na Mungu amesema hatimaye amesikia kilio chetu, anataka kutuponya, anataka kutufungua. Ndio maana tutakuwa na kongamano tarehe 30 mwezi huu wa 6 katika jiji la Kigoma, maeneo ya Chobo, maeneo ya stendi mpya pale. Kuna hili kongamano, Bwana amesema kabisa, nitapika chakula, watu wangu watakula, nitakiombea, na mimi Mungu nitaingia mle ndani, nitafanya maishara makubwa, wagonjwa watapona, waliokuwa na matatizo mbalimbali watafunguliwa, wenye shida mbalimbali zitaisha na changamoto mbalimbali zitaisha. Kama una matatizo, umetafuta mtoto kwa muda mwingi umemkosa, umetafuta kazi kwa muda mwingi umekosa, umepambana biashara zako haziendi, maisha yamekuwa ni shida, huu ni muda wako sasa wa kufunguliwa. Tunakualika, huu ni mwaliko rasmi kwa kila mtu, kwa kila mkazi wa Kigoma na vijiji vyote vya mkoa wa Kigoma, lakini pia kwa Watanzania wote. Tukutanie wote Kigoma siku ya Jumanne tarehe 30 mwezi huu wa 6. Huu ni mwaliko kwa watu wote. Mchungaji, umesema kwamba kutakuwa na chakula. Hicho chakula kitakuwa cha kiroho au ni chakula cha kiroho na kimwili? Hiki chakula kitakuwa ni chakula cha kimwili kabisa. Chakula tutatafuna, tuna meza, lakini hiki chakula kimekaa kiroho pia, kwa sababu ni Bwana amesema, nataka ni waponye watu wangu. Yeyote ambaye atapata nafasi ya kula chochote, walau hata chochote kimoja tu katika hicho chakula chenu, utamponya maradhi yake yote. Na kuna kamba za ukoo ambazo naenda kuwa disconnect watu wangu na mizimu, kuwatenganisha kabisa na mizimu na vifungo na mapepo ambayo yamewasumbua maishani. Namna ambavyo umeeleza inaonekana ni kongamano kubwa. Leo kwa mikoa ya jirani, pengine umetoa mialiko? Kwa mikoa jirani, huu ni mwaliko wa kitaifa, ni mwaliko kwa watu wote. Yaani kila mtu ambaye utapata hizi taarifa, hata kama una mpango mwingine, hata kama ulikuwa kwenye agenda yako una safari, ningeomba uahirishe kidogo. Ningeomba tukusanyike wote, tujumuike wote kwa pamoja, ili tumwite Mungu. Na ni yeye amesema, nataka watu wangu wote, taifa langu lote, tujumuike kama kitu hichi kimoja, ili tuweze kuomba kwa sauti moja, Mungu afanye jambo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini kirudi kidogo pale kwenye chakula, nakumbuka Yesu alipofanya sherehe pamoja na wanafunzi, alichukua chakula, sio cha kiroho, cha kimwili. Biblia inasema alichukua mkate, akachukua na kikombe cha divai, akasema huu mkate ameufananisha na mwili wake, na hii divai akawa amefananisha na nini? Na damu yake. Akasema hii ni ya agano jipya na la milele. Ina maana mambo ya zamani, yale matatizo na changamoto za zamani tunasitisha ziishe, ili mambo mapya yaanze. Maana yake nini? Yule ambaye alikuwa na maisha ya kuitwa tasa zamani ataitwa mama sasa. Yule ambaye alikuwa ni mgonjwa haponi, dawa zimeshindikana, zimeshindwa kumsaidia, atapona ugonjwa wake. Yule ambaye alikuwa akifanya biashara haziendi, agano lile la zamani la umaskini Bwana analivunja, agano jipya lianze. Agano la kuhangaika, maisha magumu ya tabu, kutoa jasho,
biashara ziende, yani maisha ya kung'ang'ana, Bwana anavunja hilo agano. Tunaingia kwenye agano jipya ambalo sasa ukimeza hicho chakula moja kwa moja, kuna jambo jipya linaenda kuanza kwenye maisha ya kila mtu. Yeyote ambaye atasikiliza akatii, waache ubishi, basi ni mwanzo mpya kwenye maisha yake. Ni agano jipya tena la milele. Ina maana kamwe ukipona hapa haurudi tena kuumwa baadaye. Ukila hicho chakula, Mungu akawa amesikia maombi yako akakufungua, basi changamoto za zamani hazirudi tena, isipokuwa kama utarudi nyuma tena kwenda kuamsha mizimu ambayo ilikuwa imekufunga awali. Bwana akitoa kwenye maisha yako upone, usirudi tena kuitafuta. Kwenye hilo kongamano mgeni rasmi anatajwa kwa nani? Kwenye hilo kongamano mgeni wetu rasmi tumeona vyema tumwalike mstahiki meya wa jiji letu la Kigoma. Huyo ndo mgeni wetu rasmi. Kwa nini? Huyu ndo mwenye Kigoma. Huyu ndo mwenye kila kitu hapa kwetu Kigoma. Na Biblia imesema tuheshimu mamlaka iliyo kuu, maana mamlaka yote hutoka kwa nani? Kwa Mungu. Mtu anaweza akawa amepata madaraka kwa njia tofauti ambao wewe hauitaki, unaniangalia, lakini hakuna mtu yeyote ambaye Mungu anaweza kumruhusu kukalia kiti cha utawala isipokuwa kwa mapenzi ya Mungu, wala kwa matakwa ya Mungu mwenyewe. Hata kama utashika bunduki uwe muasi upiganishe serikali, Mungu asipotaka huwezi kutoboa, utakufa. Hata kama utaenda kwa mganga akupe dawa, Mungu asipotaka dawa yako itafeli, maana wapo wenye dawa zaidi ya kwako wewe. Hata kama utaenda sijui wapi kutoa kafara, huwezi kutoboa. Ukiona mtu amekubaliwa kukalia hicho kiti, hicho ni kiti cha Mungu mwenyewe, ni kiti cha utawala, ni kiti chenye mamlaka. Mungu akiruhusu mtu kukaa pale, basi amechaguliwa na Mungu. Lengo letu sisi ni kumwombea huyu mtu na sio kumgombeza, sio kumpiganisha, bali ni kufanyaje? Kumwombea.